kushtuka tu kwamba hawa wasikiliza wale kina Rabi al-Madkhali, kina Muhammad Aman al-Jami, wao ndio wakaanza sasa kutahadharisha. Na muadhara wa kwanza kabisa ulifanyika hapa Tanga, ukiongozwa na Abu Hamza kutoka Kenya na genge lake. Ilikuwa mwaka 2006 2007 hivi ilifanyika hilo. Kwa hiyo wao ndio walianza mashambulizi yakaenea mpaka katika baadhi ya maeneo yao ambao wao wana mamlaka nayo. Sasa watu watujua kwa kheri kwamba tuko pamoja nao. Vipi? Mbona vipi shehe, kuna nini? Hausikii mimi nikizungumza chochote. Mimi niko hapa Pongo. Shehe, kuna nini? Mbona nimesikia nini? Yasemekana kwamba wewe hivi, wasema wewe mmenisikia? Tumeambiwa. Na zimekuja barua za kukuzuia wewe usizungumze. Mnaelewa? Hii ni kazi. Hii barua mpaka leo niko nazo. Na tarehe zake. Sasa urejee tarehe za barua na tarehe za mihadhara. Utaona pale kwamba wao walitangulia kutuzuia. Sasa watu wamekuja, angalia kheri. Watu walikuja wakataka kutukutanisha sisi. Walikuja mwaka 2007 sijui 2006 2007. Bado nakaa hapa. Walipokuja nitataja kidogo maelezo kwa ufupi lakini pasharifuka, lakini kataja kitu hapo. Nataka niwafikishe mahali muone. Walipokuja wale watu huku na huku, baada ya kunishawishi mimi nikasema kwa haya yaliyofikia sasa hivi, kwa sababu wale wanatutahadharisha sisi wafanya mihadhara, mabarua kama hivi, nyinyi mmetoka Moshi, Arusha, mmekuja hapa kwa sababu ya maneno mlioyapata. Maonaje tukafanya kijimnakasha cha ndani, mimi na huyu Barayani? Wale kwa sawa no shehe, maana kwa shehe bwana dakika 2 tukashaangushwa huyu. Sasa wanajiamini kwamba sawa, haina shida. Shehe apigiwa, sema shehe hataki mnakasha wa nini? Yeye alete hoja zake. Si ushaanza kutuhumu, ushamtuhumu Sheikh Mukbil, ushamtuhumu Sheikh Rabi na wengine. Sasa wewe wataka hoja zangu za nini? Si tukutane sasa tuzungumze. Mimi nikashirudia kwamba lazima tufanye mnakasha mbele yake. Tukaenda mpaka ofisini kwake. Tuko njiani sisi, hatujafika, tuko barabara 4 pale. Hatujafika ofisini kwake wakati ofisi barabara 19. Yapigwa simu, sasa shekhe tuko njiani, tunakuja naye sisi. Kufanya nini? Mnakasha. Kuna mnakasha. Gari zikasimama pembeni. Anaona vipi, mbona twendi? Wajua bwana. Wajua nini? Na vitabu wamebeba wao, nikiza kwenye gari. Shehe amesema hataki mnakasha. Naambia basi rudisheni nyumbani. Mzee Abdallah tulikuwa naye hapa leo akuja katika muhadhara, lakini tulikuwa naye pia. Hataki shehe, kagoma. Nikamwambia mimi basi nirudisheni nyumbani. Sasa wale huku na huko kaona sasa tukimrudisha huyu itakuwaje? Twende na hivyo hivyo. Tukaenda pale. Kaingia na vitabu na maboksi ya vitabu pale. Niambia mimi kuna mambo ambayo naona ni ya kimukhalafa, nyinyi mko nayo, hamko sawa. Lakini sijapata nafasi hata kuzungumza na nyinyi. Mimi nimetoka masomoni karibuni. Na mimi nilikuwa mwalimu nikisomesha hapa. Bali nilikuwa ni mudiri wa Mahadi al-Faruq. Hivi juzi nilikuwa nikipekua makabrasha yangu nikakuta barua ya kuteuliwa kwa mudiri wa Mahadi al-Faruq. Nilikuwa mudiri pale nasomesha mimi. Sasa nimerudi kutoka masomo, niko na nyinyi hapa, nataka kama kuna lolote, wakati sijarudi kwao, lakini kama kuna mchango wote na mimi nitoe. Miongoni mwa hayo ni nasaha. Kwani mimi nikikaa na yeye Barayani nikimwambia ikawa watu hawajui, yeye akabadilisha tu, kuna shida gani? Si ndio sawa? Lakini yeye akaamua vita kwanza. Mpaka watu wamekuja, tumekaa, yeye kakaa pale kwenye meza yake, mimi nimekaa huko. Mnakasha, sema hamna mnakasha hapa. Wewe leta hoja zako, mimi sina hoja za kukupa mpaka ukubali mnakasha. Tukavutana pale, basi alikuwa jambo likashindikana. Yuko bwana mmoja akamwambia kwa ujasiri, kwa sababu alikuwa ni mtu katika wanaofadhili. Akamwambia sasa shehe, wewe umetutahadharisha, mtu huyu hapa nataka kujadiliana na wewe wakataa. Basi mpeni nafasi hapa msikitini ayafute yale ambayo nyinyi mmeyazungumza, alafu mmuulize maswali. Hilo haliwezekani. Pia akakataa. Hapo ndipo ulipoanza mtafaruku baina yao, hasa watu wa Moshi na watu wa Tanga, markazi kuu hapo. Ile kundi likakatika. Kuna huyu jamaa mtu wa maslahi tu. Ndio mambo yakaanzia hapo sasa. Sasa shehe bwana, hebu tubainishie, kwani wewe umekuja na jambo gani
la kutaka kumwambia ubaraiana ambapo sisi tu kwenye taasisi yake wewe waona ni makosa huku na huko kanibembeleza nikinafanya muhadhara hapo ndipo tulianza kupasua mambo iliposogea kidogo mwaka 2008 nikalitoa barua mimi na mashekhe wa Ansar Sunna hapa Tanzania ikafanyika kikao Mombo pale ile barua mpaka leo niko nayo mwenyekiti wa kile kikao alikuwa kikiongoza ni Sheikh Muharram Juma Doga Allah yarhamu amefariki juzi alikuwa ndo mwenyekiti kile kikao lakini Sheikh Taha Suleiman Bani alikuweko na mashekhe wengi kutoka Dar es Salaam walikuwepo na kina Barahiani kina Ali Zubairi kina nani wote walikuwepo basi nisiendelee sana lakini ilikuwa kikao kizito sana kwa Barahiani sana hakutarajia na alikuwa tukitoka nje pale labda break kidogo kuna baadhi ya mashekhe mpaka leo wako hai wanifinya kidogo mafuta kanyaga hapo simuache leo nilikuwa sisi hatujui kumbe sasa yeye anajaribu kuzungumza jamaa sio mimi tu huyu bwana atawatoa yote nyinyi awaambia ajaribu kuwashawishi lakini wapi nimemkalia hapo hii sote sisi nyote nyinyi mmepinda nyinyi ambao wewe unaanza kutukana basi mpaka pita maneno pale basi tukusanye hoja tukusikilize hivi si ilikuwaje baadhi yao wakaingia hata kumuunga mkono alhasil ni kwamba wao ndio walianza hizo vurugu lakini siku zote mtu anapokuchokoza alafu kimtandika sawa sawa ukamuumiza basi inaonekana kwamba wewe ndio umemuonea sasa walifanya vituko vingi na uadui mwingi wakiona kwamba wataizima nuru ya dawa salafia lakini leo kweli hawa jamaa Ansar Sunna mahizbi waweza kuizuia dawa salafia hapa nchini subutu illa yasha Allah rabbi illa yasha Allah rabbi wasi'a rabbi kulla shay'in ilma angalia dawa yake imeenea na imesambaa na watu wanaifuatilia sasa wanakufa kwa hikdi na chuki kwa hiyo utasema kile utakacholisema wametutoa na nyinyi simtutoe tutoane tu basi sio nyinyi tumewatoa na nyinyi mmetutoa basi vishe kwa hizi lugha majadida manini wamekuja wamekuja kuwatoa watu walikuwa wapinga taasisi sasa yanazungumza vitu ambavyo tangu mwaka 2008 vinatakiwa ithbati mashaikh zao walishindwa kuleta leteni uthibitisho mahali kwamba sisi tunapinga watu kusoma shule leteni wanapinga wapi wanapinga taasisi tupinga uhizbia katika taasisi na haina maana kwamba watu wanasihiwi hawapende nasaha lakini kuna vitu ukileta inadi basi watu wanavuka kutoka kwenye kiwango hicho kwenda kwenye kiwango kingine sasa sisi hatutafuti huruma zao kwamba eti tutazungumza maneno haya ndio watatuhurumia hawezi kuacha lakini wale ambao wakati ule walikuwa hawajazaliwa wajue kwamba kulikuwa na kitu hiki au walikuwa wadogo hawaelewi kinachoendelea wajue kuna hiki au waliokuwa wakidanganywa wajue kwamba kuna hali hii mfahamu kwa hizi vurugu nyingi zilizokuja wasema hivi waungana wale wasema hawataweza kuizima dawa salafia abadan hawataweza kama ilikuwa mtu anayeweza hasa kuizuia dawa salafia CNA na kuiua hii markaz basi ilikuwa Salim Barahiani angekuwa na uwezo lakini alishindwa na akanyanyua mikono hakuna hata mmoja aliyeweza kila anapofanya muhawala Allah anamwangusha kullama awqadu naran lilharbi atfa'aha Allah ويسعون في الارض فسادا والله لا يحب المفسدين kwa hawezi kufanikiwa biidhnillah alkarim kwa hiyo waseme walie wababaike wafanyaje aje Dr. Islam na mfano wake maelfu hawataweza kuizima dawa salafia itaendelea tu biidhnillah hadhihi alhayatu ad-dunya illa lahu wa la'iba ni Wajawema Online TV. Hapa ni elimu tu.